kiwa upande wetu, jinsi utakavyo, jinsi upendavyo. Baba, acha kikawe yale ambayo Mungu unayataka tuyafanye. Mungu aliye mwaminifu sana, Baba uliye mkuu sana, acha sisi tukayafanye, na acha Mungu wa mbinguni tukayatimize katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ukuu wako mfalme wa amani, uweza wako Bwana Mungu, acha ufalme wa mbinguni ukazidi kutimizwa, yaliyo mapenzi yako Baba, acha yakatimie katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunalitumaini jina lako, tunaliamini jina lako, ya kwamba wewe ni Mungu uliye mwaminifu, tena ni Mungu usiyeshindwa, ni Mungu mwenye mamlaka yote, Baba uliye mkuu, Baba mwenye mamlaka yote, Baba mwenye ukuu wote, Baba unayeweza kutenda, Baba unayeweza kufanya yale ambayo mwanadamu hawezi kuyafanya. Mungu huwa unayafanya yale ambayo kwetu yametushinda. Mungu wangu huwa unayafanya katika jina la Yesu Kristo. Bwana, bali chako Mungu na nguvu yako iliyo kuu tunaomba iwe juu yetu katika jina la Yesu Kristo. Wewe uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, acha Yesu Kristo wa msalaba niweze kutembea katika wewe. Acha wewe Bwana ukaweze kutimizwa daima. Acha wewe Mungu wa mbinguni ukaweze kuinuliwa. Acha wewe Bwana ukaweze kutukuzwa. Acha wewe Mungu wa mbinguni ukaweze kuinuliwa, kwa kuwa ni Mungu ambaye haujawahi kushindwa, kwa kuwa ni Mungu ambaye haujawahi kupungukiwa. Acha jina lako litimizwe, na Mungu wa mbinguni linuliwe zaidi hapa duniani na hata milele, kwa kuwa jina lako ni jina ambalo ni kuu, kwa kuwa jina lako ni jina ambalo ni la viwango, kwa kuwa jina lako ni jina ambalo Mungu wa mbinguni lina mapenzi yote, kwa kuwa jina lako Mungu ni jina ambalo halijawahi kuzuilika na mwanadamu, jina ambalo lina nguvu za ajabu, jina ambalo limejaa uweza na mamlaka. Baba, acha likatimizwe, na acha Mungu wa msalaba likainuliwe daima katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Acha ukuu wako Bwana wa majeshi ukazidi Yesu Kristo kuinuliwa. Acha Mungu wa mbinguni ukazidi kuabudiwa daima, kwa kuwa wewe ni Mungu ambaye udhihirisho wako ni wa milele, kwa kuwa wewe ni Mungu ambaye matokeo yako ni ya milele, kwa kuwa wewe ni Mungu ambaye haujawahi kuwaacha watu wako, kwa kuwa wewe ni Mungu ambaye haujawahi kuwapungukia wanaokuamini, kwa kuwa wewe ni Mungu ambaye kila saa na kila wakati unaangalia watu wako, kwa kuwa wewe ni Mungu ambaye nyakati zote na majira yote Bwana, wewe huwa unaangalia moyo na nafsi ya mtu, kila ambacho unakihitaji. Nawe Mungu unawaponya, nawe Baba unawafariji, nawe Mungu unawaonyesha sehemu ya kupita na mahali pa kupita. Ninaomba neema yako na kibali chako, ninaomba ukuu wako, mamlaka yako, mapenzi yako, uweza wako, Baba wa rehema. Ninaomba Mungu huruma yako isimame na kuwa pamoja na sisi, kwa kuwa wewe mwanao ni mwaminifu, kwa kuwa Yesu wewe ni mpenzi mwema uliye mwaminifu, ambaye ulikulia dhambi pale msalabani ili kusudi sisi tusije tukateseka kwa namna yoyote ile. Inaamini ya kwamba mateso sio sehemu ya maisha yetu. Inaamini ya kwamba laana sio juu ya maisha yetu. Inaamini ya kwamba makosa sio sehemu ya maisha yetu. Inaamini ya kwamba kurudi nyuma sio sehemu ya maisha yetu. Inaamini ya kwamba kukwamishwa na kuangushwa sio sehemu ya maisha yetu. Lakini Mungu, sehemu ya maisha yetu ni katika lango la kwako, lango lililo kuu, lango lenye nguvu, lango la mamlaka, lango la ukuu, ambalo limejaa uweza wote, ambalo limejaa ukuu wote, katika jina la Yesu Kristo. Na kila uharibifu ambao umepita katika lango la roho, katika jina la Yesu Kristo, inaagiza damu ya Yesu Kristo kwa sababu ya kusafisha.
Inaagiza damu ya Yesu Kristo kwa sababu ya kusafisha kila ambalo linenwa libaya kwa sababu ya uharibifu wa adui. Kwa damu ya Yesu Kristo, hilo lango la roho likawe sawa kuanzia sasa. Hilo lango la roho likawe sawa kuanzia sasa. Hilo lango la roho likawe safi kuanzia sasa, na mapito ambayo yaliachiliwa katika lango la roho yakawa tabu na shida. Inaamuru ukuu wa Bwana usimame juu yetu katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu inaamuru uweza wa Bwana usimame juu yetu katika damu ya mwana kondoo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo. Kibali cha Bwana na ukuu wa Bwana acha usimame kwa sababu yetu, acha usimame kwa sababu yetu. Neema iletayo ukuu wote, neema iwezayo kubadilisha yaliyonenwa mabaya kwa sababu ya uharibifu, katika jina la Yesu Kristo. Hiyo neema acha idhirike juu yetu, hiyo neema acha idhirike juu yetu kwa damu ya mwana kondoo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo. Acha ukuu wa kimungu inuliwe, acha mapenzi ya kimungu yainuliwe, acha uweza wa kimungu inuliwe, kwa sababu wewe ni Mungu usiyeshindwa, na wewe ni Baba usiyeshindwa. Ni Mungu mwenye ukuu, Mungu mwenye mabadiliko, Baba unaweza kutengeneza yaliyokuwa yameharibiwa na adui yakawa mapya, ambayo yalikuwa yamenenewa mwisho. Una uwezo wa kutangaza mwanzo ambao Mungu alikuwa ameonekana ya kawaida. Mungu unaweza ukayafanya yakawa ya maajabu katika jina la Yesu Kristo Bwana, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Mungu uwezaye kutupa neema ya kuomba katika roho, Baba uwezaye kutupa neema ya kuona katika roho, Baba uwezaye kutupa neema ya kusikia katika roho, katika jina la Yesu. Mungu uwezaye kutupa neema ya kuenenda katika roho na sio neema ya kuishi tu katika roho. Mungu wa mbinguni, yote unayatengeneza kwa makusudi yako. Acha huyo roho atuongoze na kukutumia jinsi ambavyo Mungu ametaka. Acha huyo roho asimame ndani yetu na kutusaidia kuyatii na kuyafuata yaliyo maagizo yako, in the name of Jesus Christ. Mungu uliye mwaminifu, ninakutukuza. Tupe neema ya kulisikia neno lako jinsi upendavyo na jinsi wewe Mungu utakavyo, Baba, tukayafanye yote katika jina la Yesu Kristo Bwana, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamtukuza Yesu kwa sababu yako, ninamshukuru Mungu wa mbinguni kwa sababu yako. Asante kwa kuwa umejoini, lakini pia Mungu ni mwema, tunazidi kuinuka na kwenda kule ambapo Mungu anataka, na Bwana anazidi kutuongoza. Ninatamani tujifunze somo la nitaomba katika roho kwa ufupi, halafu tutafanya maombi tena. Lakini kama unaweza kushare live yetu ya YouTube kwa marafiki zako, naomba unisaidie ili kusudi tuweze kwenda pamoja. Okay. Nitaomba katika roho. Nitaomba katika roho. Nitaomba katika roho. Nitaomba katika roho. Ni somo ambalo tumejifunza kipindi cha hapo nyuma kidogo, lakini leo tukawa tumeliweka season 1. Kwa hiyo sasa hivi tukaona ili liwe season 2.
Tunamshukuru Mungu kwa kuwa wema na fadhili zake ni za milele, na tunazidi kumtukuza Mungu. Tanisamee mtandao nasumbua kidogo. Tunazidi kumtukuza Mungu kwa kuwa anazidi kutupa neema na kibali cha kuwa tunayafanya yaliyo mapenzi yake kila wakati na kila saa, na kuenenda katika jinsi ambavyo yeye anataka. Kwa hiyo Mungu ni mwaminifu na Mungu ni mwema sana. Mungu kwa kuwa yeye ni mwaminifu, acha tujifunze kila ambacho ni cha uaminifu ambacho kinatoka kwa Bwana, katika njia ambayo itakusaidia wewe kuelewa zaidi na kutambua zaidi siri ya ukuu wa kimungu. Ni pale ambapo utakuwa unaangalia kila ambacho Mungu anakitaka ukifanye. Ukiwa mtu ambaye unaangalia kila ambacho Mungu anakitaka ukifanye, ni rahisi sana Mungu kukupa neema ya kujua siri ya ukuu wa mbinguni. Na ukishaujua, ni lazima Mungu atakupa neema ya kufanya kila ambacho unataka ukifanya kwenye maisha yako, lakini pia kila ambacho unatakiwa ukitenda kwenye maisha yako. Okay, now sasa nitaomba katika roho. Ili somo limegawanyika katika sehemu kuu 3, na katika kuomba kuna namna ambavyo Mungu anataka tuombe, na katika kitu ambacho Mungu anakisema sana na anakizingatia sana kwetu ni sisi tuombe katika roho. Sasa katika sehemu ya kwanza ya nitaomba katika roho, ni kuomba katika roho ambayo ni silaha ya ushindi au silaha ya mshindi. Kuomba katika roho ni silaha ya mshindi. Kuomba katika roho ni silaha ya mshindi. Ili uweze kushinda, ili uweze kumtawala adui, ili uweze kumtawala shetani, ni lazima uombe katika roho. Ili uweze kutawala, ili uweze kumshinda shetani, ili uweze kumpinga adui, ni lazima uombe katika roho. Hautaweza kuomba katika roho kama hautakuwa mshindi. Hautaweza kuomba katika roho kama hautaweza kuwa na silaha ya ushindi, kwa sababu silaha ya ushindi Mungu ameiweka ndani yako kupitia Roho Mtakatifu, na hiyo silaha inakusaidia wewe kumpinga adui katika kila jambo ambalo anataka alifanye kwako, na katika kila hatua ambayo shetani anataka aichukue kwako ya uharibifu. Ile silaha ambayo nakuwa nayo, yaani silaha ya maombi, inakusaidia wewe kukataa ule uharibifu ambao unakuwa umebi directed uje kwako au umeongozwa kwamba uje kwako. Bwana asifiwe sana. Nitaomba tusome kitabu cha Waefeso. Kitabu cha Waefeso. Kitabu cha Waefeso mlango ule wa 6. Kitabu cha Waefeso mlango ule wa 6. My God. Kitabu cha Waefeso mlango ule wa 6 mstari ule wa 18.
Maandiko yananifundisha hivi: kwa sala zote na maombi, kwa sala zote na maombi, mkisali kila wakati katika Roho, mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho. Maana yake katika kitu ambacho unatakiwa ukizingatie kila wakati, kila saa, kila majira ambayo unakuwa unasali, ni lazima wewe kusali katika Roho. Ni lazima wewe kufanya maombi katika Roho. Ndio maana anasema katika sala zote. Maanake kila sala ambayo utaifanya inatakiwa ifanyike katika Roho. Akasema na maombi mkisali kila wakati. Katika maombi yoyote, yawe maombi ya kulala, yawe maombi ya kuamka, yawe maombi ya kuombea chakula, yawe maombi ya kushukuru, sala yoyote ile, jambo lolote utakalofanya, Biblia inatuambia kwamba tuliombe katika Roho. Kwa nini? Kwa sababu kuna matukio fulani ambayo yanapatikana kwenye Roho. Okay, sawa sawa. Maombi na mkiwaombea watakatifu, kwa sababu wale watakatifu, pasina maombi yenu, maana yake hawawezi kudumu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Okay. Kila wakati kwenye yale maombi, kwa sababu yeye anatuhitaji kwenye yale maombi. Ni nini ambacho kinatokea pale ambapo tunashindwa kuwa attention na Mungu anapokuwa anatuhitaji? Maana yake kuna roho ya uharibifu ambayo inatumwa na adui ili kusudi kuja kutuharibia sisi kila ambacho Mungu anataka akifanye juu yetu. Moja,
Lakini kitu cha pili, pale ambapo tunashindwa kuyatimiza mapenzi ya Mungu au kila ambacho Mungu anakitaka, yaani kuomba katika roho na kweli, kujua kwamba kuna uharibifu ambao unakuwa unapandwa na Roho wa Bwana anahuzunika. Okay. Mungu alitupa zawadi ya Roho Mtakatifu. Warumi 8:26 ananifundisha kitu kimoja kwamba na akiisha kuajilia juu yenu huyo Roho Mtakatifu, akiisha kuajilia juu yenu huyo Roho, manake huyo Roho atokaye kwa Bwana na hawezi kutoka kwingine kote kule. Huyo Roho anatoka kwa Bwana, kwa sababu akisha kujilia juu yetu, naye utusaidia jinsi ya kuomba. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inatufundisha hatujui kuomba jinsi ipasavyo. Nao kadhalika Roho na ushuhudia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kugua kusikoweza kutamkwa. Roho mwenyewe hutusaidia kuomba, maanake kuomba mbele za Baba, kwa sababu hatujui kuomba jinsi pasavyo, lakini hutusaidia kuugua, yaani kunyenyekea, yaani kulia mbele za Mungu kusikoweza kutamkwa. Bwana asifiwe sana, mtumishi wa Mungu. Sasa tukiwa na maombi, kama tukiwa na maombi tayari vita imeisha. Shetani hana kibali cha kutuharibia wala kumharibia Mungu mipango, kwa sababu hana pawa ya kumharibia Mungu mapenzi yake. Hivyo hivyo pia hana pawa ya kuharibu kila ambacho Mungu anakitaka juu yetu. In the name of Jesus Christ, Mungu aliye mwaminifu wa kujalia huyo Roho ambaye ndiye silaha ya ushindi katika maisha, ndiye silaha ya ushindi katika roho. Jambo la pili, nimekuambia nitaomba katika roho, imegawanyika katika sehemu kuu 3, lakini leo nataka tujifunze sehemu kuu 2. Sehemu ya pili ni katika kuomba katika roho kunajenga imani yako. Okay. Wale wote ambao wanamwamini Mungu, wale wote ambao walimpokea Bwana, walimpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, hao ndio ambao walimpokea Roho. Sasa yule Roho anawasaidia wao kuomba katika imani. Kwa nini? Kwa sababu Yuda mlango ule wa kwanza, kitabu cha Yuda mlango ule wa kwanza mstari ule wa 20 anasema, nanyi mjengezane katika imani yenu takatifu sana, mkiomba katika Roho Mtakatifu. Pray in the Holy Spirit. Hicho ni kitu ambacho tunafunzwa kwamba tuombe katika Roho, ya kwamba tulie katika Roho, tunyenyekee katika Roho Mtakatifu, kwa sababu unapochoka kuomba kwa akili, Roho anachukua na kuomba kupitia wewe. Unapochoka kuomba kwa akili yako tu, unapochoka kutamka kwa akili yako tu, Roho Mtakatifu anachokifanya, anakuchukua na anaanza kuomba kupitia wewe. How can we imagine? Roho Mtakatifu anakuchukua wewe, alafu anaanza kukutumia wewe kuomba. Maana yake direct, kuna namna ambavyo maombi yako yatapata mpenyo katika kiti cha enzi, na kule maombi yako yataenda salama. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameshakupa neema ya kukaribia kiti chake cha enzi na kuomba katika Roho, ambayo huyo Roho ndiye ambaye atakusaidia
kusema katika roho ambayo ni ya kweli. Na roho yeye ni mwaminifu wakati wote. Roho yeye ni wa milele. Roho yeye hajawahi kushindwa na jambo lolote juu yetu. Huyo roho hajawahi kushindwa na jambo lolote juu yetu, kwa sababu ni roho wa milele. Hivyo basi ni roho ambaye hajawahi kushindwa na chochote juu yetu. Ni roho ambaye anatusaidia sisi, ni roho ambaye anatutazama sisi, ni roho ambaye anatuangalia jinsi ambavyo tunaugua, naye anatazama yale ambayo anataka tuyafanye. Na huyo roho ni roho atokaye kwa Bwana, roho mwenye nguvu, roho mwenye mamlaka, roho mwenye uweza, roho mwenye ukuu wote, roho ambaye anatustawisha sisi, roho wa Mungu asiyeshindwa, roho ambaye amejaa ukuu, roho ambaye amejaa mamlaka, roho ambaye amejaa ushuhuda ulio mkuu, in the name of Jesus Christ. Nami ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye mwaminifu, Baba mwenye nguvu, Baba mwenye ukuu wote, akupe neema ya kuishi katika huyo roho, akupe neema ya kuishi katika huyo roho, akupe neema ya kuishi katika huyo roho, neema ya kuishi katika huyo roho, neema ambayo sio ya kawaida, neema ambayo ina kibali, neema ambayo inaweza, neema ambayo ina mamlaka, neema ambayo inasimama kila sana, kila majira, neema ambayo itakusaidia wewe kwenda viwango vingine, neema ambayo itakusaidia wewe kutoka hapo ulipo kwenda mbali katika jina la Yesu Kristo. Usiwe mtu wa kawaida katika maisha yako, usiwe mtu ambaye atanyanyaswa na wanadamu, usiwe mtu ambaye atachukuliwa wa kawaida. Wale ambao walisema kwamba hautoweza kuendelea, huyo roho wa Bwana aliye mwaminifu atusaidiaye kuugua mbele za Mungu aliye hai, akakupe neema ya kuinuka in the name of Jesus Christ. Jina lako halitapuuzwa katika nchi ya Tanzania, jina lako halitapuuzwa kwenye kampuni fulani, jina lako halitapuuzwa sehemu fulani. Wale ambao walikuchukulia wa kawaida, acha roho wa Bwana akakusaidia kuugua mbele za Mungu aliye hai. Acha roho wa Bwana akusaidie kuomba jinsi pasavyo. Mataifa, Mungu akakupe neema ya kuinuka katika mataifa. Wasipuuze maisha yako, wasione wewe ni wa kawaida, wakaone viwango ambavyo Mungu alivinena juu yako, wakaone yale ambayo Mungu aliyataka juu yako, wakaone yale ambayo Mungu anataka yafanyike juu yako. Kila ambacho Mungu alikitaka kitimie juu yako, acha kikatimie. Ninanena katika jina la Yesu, if there is any limitation, every captivity, let it break down in the name of Jesus Christ. Hakuna umateka ambao utatumwa kwako utimie, hakuna uharibifu ambao utatumwa kwako utimie, katika jina la Yesu. Ninanena ushindi juu yako, ninanena mabadiliko juu yako, iwe ni kwa lango la kiroho, iwe ni lango la biashara, iwe ni lango la huduma, iwe ni lango la fedha. Malango ambayo yalifungwa kwako mwezi huu wa 7 yakawe wazi in the name of Jesus, katika jina la Yesu. Waliokucheka kwa sababu kwenu hamjaendelea sana, waliokucheka kwa sababu uchumi wako ni wa chini, waambie Bwana ameamua kubadili historia yangu siku hii ya leo, ikawa ya miujiza kwako, ikawa ya maajabu kwako, ikawa siku ya stara kwako, kwa kuwa Mungu yeye ni mwaminifu, kwa kuwa Bwana yeye anajua kustiri wingi wa dhambi kupitia pendo lake lililo kuu. Acha Bwana akakusitiri, acha Bwana akakusitiri, acha Bwana akakusitiri. Hata kama walikuwa wamekunenea mabaya, acha roho Bwana akakusitiri. Hayo mabaya asipate kibali kwako, lakini mapenzi ya Bwana
yakapate kibali kwako, na uso wa Bwana ukaenda pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. In the spirit I speak these things. Popote pale ambapo utakanyaga, ardhi katambua kwamba wewe ni mzaliwa wa Bwana, na wewe ni mzaliwa uliyepewa ushindi, uliyepewa neema ya kuendelea. Hakuna giza ambalo litasimama mbele yako, hakuna giza ambalo litakuzuia katika uso wako, hakuna ukungu ambao utatumwa kwa sababu ya kuzuia mafanikio yako. Hakuna giza ambalo litasimama kwenye kila eneo ambalo Mungu amelitaka litimie kwenye maisha yako. Ninakuombea kibali cha Bwana, ninakunenea ushindi wa kimungu, ninakunenea ushindi wa kimungu, ninakunenea ushindi wa kimungu katika jina la Yesu Kristo. Uharibifu hautakuwa sehemu ya maisha yako from now. Roho awezaye kutuombea mbele za Mwenyezi Mungu, Roho awezaye kugua mbele za Mwenyezi Mungu kwa sababu yetu, Roho awezaye kubadilisha historia za watu, Roho awezaye kupeleka maombi mbele za Bwana, akapeleke maombi yako mbele za Mungu. Ulilia toka muda mrefu ukiwa unatafuta lakini hukupata. Mungu akujalie neema ya kutafuta na kupata. Ukakaa mahali wakakudharau, wakakuona kwamba hufai, Mungu wa mbinguni akakuheshimisha katika jina la Yesu. Wakikutazama washindwe kukuharibia, waweze kunena yaliyo makuu in the name of Jesus. Okay, pointi namba 3 katika hili somo nitaomba katika roho. Pointi namba 3 ni kuomba katika roho ambaye anafungua milango iliyokuwa imefungwa. Huyo roho anafungua milango ambayo ilikuwa imefungwa, milango ambayo ilikuwa imefungwa, milango ambayo ilikuwa imefungwa, milango ya maendeleo, milango ya kiroho, milango ya kiuchumi. Tunapozungumzia habari ya milango iliyofungwa, kunaweza kuwa lango lako la kiroho. Okay, unajua kwa sababu kwamba mlango ni sehemu ambayo ni ya kupitia, aidha kutoka ndani kwenda nje au kutoka nje kuingia ndani. Now let me teach you carefully in this point, kwa sababu mlango ambao ni wa kuingilia inategemea unaingia kwenye matatizo au unaingilia kwenye baraka. Kwa hiyo milango inakuwa hivyo. Kuna watu ambao maisha yetu si tumetegea kwamba tuingie kwenye milango ya baraka. Maana yake tukitoka kwenye matatizo, Mungu anatufungulia kitasa, mlango unafunguka, tunazama kwenye dimbwi la baraka. Okay? Kuna watu ambao wao wamefunguliwa from the blessings to the cursing. Mtu amefunguliwa kutoka kwenye baraka, adui akamfungulia mlango wa kuzimu wa kuingia kwenye laana, kwenye matatizo, kwenye changamoto. You were blessed, but now you don't have that blessings. Ulikuwa umebarikiwa, lakini kwa sasa hivi hauna tena zile baraka. Unajiuliza, zile baraka ambazo nilikuwa nazo zimeenda wapi? Nilikuwa na baraka ambazo ninafanya kitu ninaona matokeo yake, lakini baada ya muda fulani sikuona matokeo, na zile baraka sikujua zilienda wapi tena. Kumbe adui alichokifanya, alifunga milango yako, kwa sababu alijua kabisa kwamba ile milango ikiendelea kuwa wazi, you will pass. Shalika pakusiata. Ndio maana akafunga hiyo milango ambayo unataka upitie. That's why sometimes you fight without converting any result.
unapambana bila kuona tokeo lolote lile, liwe ni la kiroho, you cannot grow, liwe ni la uchumi, you cannot grow. Yani uko pale pale, uko ile ile level. Hauendelei, hausogei, haufanyi chochote, kwa sababu adui amekuzuia kwenye lango, sehemu ya kuingilia. Kuna mahali ambapo litakuwa uende, lakini the way ambavyo umetembea, the moment ulipopakaribia pale, adui alichokifanya akaamua kutanguliza mlango wa giza, ukazama kwenye dimbwi la giza kabla hujaingia kwenye dimbwi la baraka. Sijui kama unanielewa. Mlango wako ukifungwa, wewe umefungwa. Fahamu, mlango wako ukifungwa, hautafikiria sana kuhusu baadaye. Mlango wako ukifungwa, maisha yako ya baadaye yamefungwa, maisha yako ya rohoni yamefungwa. Utafanya kwa sababu upo, utafanya kwa sababu watu wakuone, lakini ukweli ni kwamba umefungwa. That's why kuna kitu ambacho unakitamani, umekitafuta miaka na miaka, haujakikamilisha. Ngoja nikupe siri moja. Unaweza ukawa una kiu sana na unatamani sana kufanya jambo fulani, lakini kwa sababu shetani ana wivu mkubwa, akakuzuia usilikamilishe lile jambo. Anaelewa matokeo ya wewe kukamilisha na kufanikiwa kwenye jambo fulani, kwamba kuna uharibifu utakaotokea. Ulimwengu wa nuru na wa giza haviendani. Kwa hiyo unapokuwa unapambana kutafuta mafanikio fulani, alafu yale mafanikio uyaoni, lakini kuna muda ambao unataka kukamilisha, ukianza kukamilisha uharibifu unatokea. Unajua kwamba moja kwa moja shetani amefunga lango fulani ili usifanikiwe. Nielewa hivi? Okay. Bwana nikupe kwa namna hii. Shetani akitaka wewe usiendelee mbele, ataamuru uharibifu usimame kwenye mlango ambao unautegemea. Ndio maana kuna mtu ambao unaweza kuwa unamtegemea kwenye maisha yako. Mfano mzuri tu, ukiwa mwanafunzi unamtegemea mzazi akulipia ada, alafu ghafla labda mzazi anafukuzwa kazi, labda mzazi biashara zake zinaharibika. Unaelewa nini? Maana yake ni kwamba shetani aliangalia sehemu ambapo kipato kilichokuwa kinapatikana kwa sababu ya kusaidia kusoma kinapatikana, au sosi yake, chanzo chake, akaenda kuziba ili kusudi usifanikiwe. Kwa hiyo shetani anaharibu kile chanzo, ule mlango ambao ulikuwa unatokezea pale, anauharibu. Lengo lake ni wewe usifanikiwe na usitoke kwenye hilo gereza. Okay, now we cannot live in a system of Israel. Hatuwezi tukaishi kwenye mfumo wa Israeli ya zamani. I mean Israeli ilikuwa Misri. Hatuwezi tukaendelea kuishi kwenye mfumo wa Misri. Wakati huu tunaye Mungu, wakati huu tunaye Yesu ambaye alitolewa pale msalabani sadaka na Mungu kwa sababu yetu. Kama Mungu aliamua kumtoa mwanae wa pekee zawadi, ili kusudi sisi tuweze kuishi katika maisha ambayo ni sahihi, tuweze kuishi katika maisha ambayo ni mema, tuweze kutembea katika malango ambayo ni sahihi. Maana yake adui hana chochote kwetu, tayari Bwana ashamaliza toka muda mrefu. Kwa hiyo ukiona shetani anasogelea, ujue kuna kitu ambacho anakitafuta, na hapaswi kuingilia kwenye hilo eneo, na hapaswi kuingilia kwenye hilo lango, na hapaswi kuingilia kwenye hilo eneo, na hapaswi kuingilia kwenye hilo lango, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Mungu abadilishe hiyo hatima ambayo ilikuwa imezuiliwa, na huo mlango wa baraka ambao ulikuwa umezuiliwa, adui akapanda roho ya uharibifu. Hiyo roho tunaikataa kwa jina la Yesu Kristo Bwana. Tunatangaza ushindi upya, tunatangaza kufunguliwa
kwa malango yako. Tunatangaza kufunguliwa kwa malango yako, milango yako ya baraka, milango ya mafanikio, milango ya uchumi. Fedha ambayo ulikuwa umeitafuta muda mrefu bila kuipata, ikaonekane kuanzia leo, in the name of Jesus. I will pray in the spirit. Matendo ya Mitume 2 mstari wa 4 anasema, Matendo ya Mitume lango ule wa 2 mstari wa 4 pale anazungumza habari ya moja kwamba wakati wale wana walipojaa Roho Mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Biblia inatufundisha kwamba milango ya kazi ilifunguka, afya za watu zikawa sawa. Mungu aliwapa neema ya kuhudumia maelfu na maelfu ya watu, kwa sababu walibii directed ya kwamba nendeni mkazihubiri habari zangu njema huko duniani. Lakini wataendaje bila kujazwa kwanza nguvu ambayo itawasaidia? Kwa Mungu alichokiamua kifanya juu yao, akawaamua kwanza kuwatangulizia moto juu ya ndimi zao, ambao moto ulikuwa ni wa Roho Mtakatifu, na yule Roho aliongoza jinsi ya kuwaombea watu na jinsi ya kusema na watu, ili kusudi habari njema za Yesu zipate kujulikana. Na kitu gani? Roho akiwa ndani yako, Roho akiwa ndani yako, Roho akiwa ndani yako, ninazungumzia huyo Roho Mtakatifu. Neema ya kukaa katika mapenzi yake siku zote za maisha yako. Manake baadaye utakuja kuyaona mavuno ya ambao wewe uliyapanda huku, yale ambao uliyapanda utakuja kuyaona mavuno yako jinsi ambavyo yamewekwa. Na milango yako ambayo ilikuwa imefungwa, kama Mungu ana uwezo wa kubadilisha vipofu wakaona, Mungu akabadilisha milango ambayo ilikuwa imefungwa katika jina la Yesu Kristo kwenye maisha yako. Wale ambao walikunenea uharibifu, Mungu akaangaze, nuru yake ikasimame juu yako, na uharibifu usiwe sehemu ya maisha yako. Maisha yako yakawa ya baraka, maisha yako yakawa ya neema, maisha yako yakawa ya ukuu, na Roho huyo akawa ndani yako kuanzia leo. Huyo Roho akiwa ndani yako atakupa neema ya kupambanua jema na baya, in the name of Jesus. Kila mlango uliofungwa kwenye maisha yako, kwenye familia yako, ninatangaza kufunguka kuanzia sasa, in the name of Jesus. Kila mlango uliofungwa kwenye maisha yako, 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 ninatangaza kufunguliwa kwa huo mlango
katika jina la Yesu Kristo Bwana. Ninatangaza kufunguliwa kwa huo mlango katika jina la Yesu Kristo Bwana. Huo mlango ukawe wazi kuanzia sasa. Huo mlango ukawe wazi kuanzia sasa. Huo mlango ukawe wazi kuanzia sasa. In the name of Jesus Christ, I pray for you. Let the power of God be upon you. Let the mantle power be upon you. In the name of Jesus Christ. Mungu akakujalie maisha yaliyo makuu. Mungu akakujalie roho ya kuomba. Mungu akakujalie roho ya kusema katika yeye. Mungu akakujalie roho ya kuenenda katika yeye. Mungu akakujalie kibali cha kusimama katika yeye. Siku zote za maisha yako Mungu akakutumia na kukuongoza. In the name of Jesus Christ. Father, I glorify your name. Thank you for this session. Ninakutukuza Yesu wa msalaba. Asante kwa sababu ya season 2 ya Nitaomba katika roho. Ninaomba uwepo wako Baba wa mbinguni uwe na watu wako. Ninaomba kibali chako Baba kiwe na watu wako. Mamlaka yako Yesu wa msalaba iwe na watu wako. Wajalie neema, wajalie unyenyekevu katika maisha yao siku zote. Baba yangu wa msalaba, ninaomba usiwasahau. Naomba uwakumbuke asubuhi, mchana na jioni. Pigania maisha yao. Mungu wa rehema uwe pamoja na wao. Uendelee kuwatunza, uendelee kuwaongoza, endelea kuwatumia. Mungu, pigania karama zao, pigania biashara zao, pigania kazi zao, pigania afya zao, pigania maisha yao, pigania familia zao. Mungu wa mbinguni, naomba amani yako ikatawale juu yao. Naomba Roho wako Mtakatifu akawatawale daima. Usiwaache Mwokozi, usiwaache Bwana wa majeshi. Asante Yesu kwa baraka zako. Ninawatamkia aliyo mema, ninawanenea aliyo mema, ninawanenea kuendelea mbele, ninawanenea kuendelea mbele katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu wa mbinguni akawabariki na kuwalinda. In Jesus name. Amen.